Salimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo, mtumishi wa Mungu. Ni Jumapili nyingine tena, ni siku nyingine tena, kama ilivyo kawaida yetu, kama ilivyo ada yetu. Tunakutana hapa katika kanisa lako pendwa la FPCT Mafinga lililopo Morogoro mjini, chini ya mchungaji kiongozi Julius Fumbo. Na ibada ya siku ya leo imefanyika baraka sana kwa taifa zima, kwa maana siku ya leo ni siku ya hitimisho, ni siku ya kilele cha kumaliza maombi ya siku 40 katika makanisa ya FPCT. Na katika siku ya leo tumefanyika baraka sana mahali hapa, kutoka kuhubiriwa neno zuri kwa mchungaji wetu, kwa pasta wetu Julius Fumbo, linalosema ya kwamba mtumishi wa Mungu aliyekuwa kiroho ni lazima ajitambue ama ajue yeye ni nani kwa Mungu na wajibu wake ni upi. Na pia tumepata wasaa mzuri, tumepata baraka ya kutembelewa na wageni, watumishi wa Mungu, waimbaji kutoka huko Dar es Salaam. Moja kwa moja bila kupoteza muda, ni kualike wewe twende tukapate kusikiliza ni nini yaliyojiri mahali hapa, ni nini kilichojiri siku ya leo. Karibu ungane nasi na Mungu akubariki. Kiroho lazima jitambue yeye ni nani kwa Mungu. Mshirika aliyekuwa kiroho lazima jitambue yeye ni nani kiroho. Tutatumia muda mfupi tuingie kwenye ibada ya pili na tuiandae kwa ibada ya jioni. Mshirika aliyekomaa aliyekuwa kiroho lazima jitambue yeye ni nani. Mtoto anapozaliwa lazima mtambue baba yake. Lakini mtoto wa kufikia anaishi kwa mashaka kwa baba yake wa kufikia. Wataalamu wanasema mtoto wa kufikia hanaga shukrani. Siku zote anaona anaonewa. Mungu atusaidie sana. Siku zote anaona yeye hana haki. Hata kama ungegawa vitu sawa, atakwambia mwenzangu ni vingi. Mtoto wa kufikia. Ndio maana wale mabinti zangu ambao hamjaolewa, jitahidini sana mjitunze binti wenu, msipate watoto wa kufikia. Kumlea mtoto wa kufikia, mara nyingi wale wamama wanaowalea siku zote wanaonekana hawafai. Jamani, sawa sio sawa? Hata kama ungejitahidi kwa namna gani, mama ukajitoa kwa gharama zozote, mama hata kama unawaogesha unafanyaje, lakini mama wa kambo siku zote anaonekana hafai. Ni kweli kabisa, wako wa mama wa kambo wabaya tena ambao hawafai, lakini wako wa mama wa kambo wazuri, si ndio jamani? Jamani, wapo. Lakini siku zote mtoto wa kufikia hawezi kukuambia kwamba ana 100% kubali. Lakini mtoto aliyezaliwa baba na mama, jamani, haleluya, siku zote nafurahia kumuona baba yake. Na mimi na watoto 3 wapenda wa kuzaa kwenye viuno vyangu. Ninaona ambavyo nikipata kitu fulani wanaambia asante daddy, asante baba. Wanashukuru kwa namna yote, wanajua mimi ni baba yao. Na mara nyingi unakuta nasema baba tumefanana 1 2 3. Baba tumefanana hivi na hivi na hivi. Baba yuko hivi na hivi. Mwingine akasema baba na muomba Mungu nije nioe kama mwanamke aliyemuoa. Mpigie Mungu makofi. Yaani mtoto mmoja akasema natamani nipate mke kama mama. Mnaishi vizuri najisikia raha. Mwingine akasema natamani siku nikolewa niolewe kama baba, wewe ni mpole. Unaona watoto ambao sio wa kufikia, lakini watoto ambao ni wa kufikia siku zote ni makesi, siku zote ni mashtaka, siku zote mbalimbali. Sasa leo nataka nikwambie, kwanza lazima utambue kama Mungu ni baba yako. Yaani ukitaka kujitambua, elewa Mungu ni baba. Yaani Mungu tuliyemwamini sio baba wa kufikia, ni Mungu wa kweli. Haleluya. Na ndio maana tumesifu hapa. Niko na wengine wanashangaa, wengine wachanganyikiwa. Tunamsifu Mungu wetu kwa sababu ni baba wa kweli. Ni baba sio ambaye ni wakufanyaje, sio wa kufikia. Ni baba mzuri sana. Mpeni makofi na shukrani. Wengine walishangaa mpaka wanapiga filimbi. Yaani kwa Mungu hakuna jemeda, hakuna mkubwa. Yaani mkubwa ni Mungu peke yake, anastahili kuhimidiwa na kutukuzwa. Jamani, mimi kwangu Yesu ni baba. Mwambie jirani yako Yesu ni baba yangu. Mgeuke ombe jirani yako Yesu ni baba. Mwambie hana mpinzani. Mwambie hana mpinzani. Yaani natambua, ukitaka Mkristo kwako lazima jitambue wewe ni nani kwa Mungu. Wewe ni nani kwa Yesu.
nani kwa Mungu aliyeziumba mbingu na nchi? Unajitambua kama nani? Unajielewa kama nani? Ndio maana mimi napokwenda kwa Baba, na kwenda kwa Baba yangu nikiamini huyu ni Baba yangu wa kweli. Haleluya. Siku moja mama yangu na baba yangu wakanikalisha kikao, wakaambia, sikiza Fumbo mwanangu. Fumbo ni jina babu yangu nilipewa. Naitwa Julius Fumbo. Baba yangu anaitwa Julius Mudi. Mudi maana yake kwa lugha yangu ni mtu anayekula sana. Sasa wakati huo mimi nakuwa na kawaida natoka Morogoro bila kutoa taarifa. Napanda gari, wanashtukia niko ndani ya nyumba. Mama na baba wakanikalisha, kwanza wakamuita mtoto wangu Shima, akasema, najua tumezaa watoto 7 kwenye tumbo la mama yako. Kuna watoto 2 wa mama yetu mdogo. Kwa jumla tuko 9. Baba yake ana tabia kidogo tofauti na watoto wote. Yeye ana mipango yake, ana mikakati yake. Sasa yeye tunafurahishwa na mambo mengi anayofanya. Hajatusumbua wakati wa malezi na makuzi na vitu mbalimbali. Lakini yeye hajui muda wa kuingia na muda wa kutoka. Jamani, haleluya. Sasa wakanikaza, baba mwanangu, samahani, unaweza kukuta tupo, unaweza kukuta tumesafiri, unaweza kukuta chakula kijaandaliwa, mwanangu unatoa taarifa, unasema kwamba tunakuja, unakuja nyumbani na watoto na nini. Nikaambia wazazi wangu, sikilizeni, mimi siji kwa baba wa kufikia, na kuja kwa baba yangu wa halali. Sina haja ya kutoa taarifa, maana naenda nyumbani. Haleluya. Kwa hiyo kwa baba yetu wa mbinguni muda wote tunapiga hodi. Sema haleluya. Muda wote tunaingia, na ndio maana tumekuwa na maombi ya siku 40. Naomba Wathesalonike 1 sura ya 5 mstari wa 9 na wa 10. Mshirika aliyekuwa ajili atambue yeye ni mtoto wa Mungu. Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 9 na wa 10. Mstari wa 9 na wa 10, Biblia inasema, kwa kuwa Mungu hakutuweka ili tupate hasira yake. Kwa kuwa Mungu hakutuweka ili kupata hasira yake, bali ili tupate wokovu. Bali ili tupate wokovu kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye alikufa kwa ajili yetu. Ambaye alikufa kwa ajili yetu. Ni Yesu ambaye alitolewa na Mungu aliye hai, akafa kwa ajili yangu, akafa kwa ajili yako. Maana yake azoni jitambue kwamba yeye ndiye aliyekufa peke yake. Hakuna mtu yote aliyekufa kwa ajili yako. Ni Yesu Kristo aliyenipenda, akanichagua, akanisamini, akafa kwa ajili yangu. Huyo ndiye baba wa kweli. Jamani, haleluya. Amen. Leo hapana praise mmevaa vizuri, naomba wapigeni makofi. Kuna siku wanavaa kama wanaenda msibani. Hapa tuko msibani. Hapa tuko kwa Mungu aliye hai. Wana Adonai. Niko na rafiki yangu hapa mzee sana anambia, yani ungekuwa kila Jumapili wanavaa sare. Siku akijivuruga tena wengine wanakuja na nywele zimekwenda hivi, zimekwenda hivi. Hapa mnakuja kwa Baba wa mbinguni. Ni mahali pa kuvaa vizuri. Jamani, haleluya. Amen. Hapa tunakuja mahali pazuri. Yeye aliyekufa akafanya pendwa, akafufuka. Huyo ndiye baba wa pekee. Huyo ndiye mwana wa pekee. Huyo ndiye ambaye tunajidai kwa ajili yake. Haleluya. Na ndiyo maana tunapoimba hapa, tunaimba kwa kujidai kwa mkogo. Yeye ndiye Mungu baba yetu. Hayana malizia hapo chini. Ambaye alikufa kwa ajili yetu. Ndio. Ili tuishi pamoja naye. Ili tuishi pamoja naye. Iwe tunakesha au tunalala. Iwe tunakesha au tufanye jamani? Tunalala. Tunalala na baba yetu. Yaani iwe tunakesha, tunalala na baba yetu. Huyu ndiye Mungu wa kweli. Huyu ndiye baba. Mnapoimba Adonai alajisi, kwa ya kina mama, imbeni kwa kujiamini. Usiimbe kama hata kama umelala njaa, bado Mungu ataendelea kuitwa Mungu aliye hai. Hata kama kuna michanganyo, kuna maumivu kwenye moyo, kuna vitu kwenye moyo, lakini kumbuka baba bado anaweza juu ya mambo hayo. Hata kama kuna mambo nayo yapitia, maisha ni magumu, changamoto ni nyingi, shida za kutosha, bado Mungu aliye hai atakufanya kuwezesha. Jamani, haleluya. Amen. Watakatifu, haleluya. Watakatifu, haleluya. Amen. Mama mmoja akafiwa na mtoto wake.
nikawa nalia. Nilikumbuka nilikuwa na mchungaji wangu, yule mama na galagala alikuwa ni mtoto mmoja. Wakati nimebeba mikoba ya mchungaji tunaenda kwenye mazishi, nikasema hivi, mchungaji atasema nini juu ya mama huyu? Atamwambia nini juu ya mama huyu? Mama amechanganyikiwa, watu wote wamechoka. Yule mtoto alitumbukia kwenye maji akafa. Tukafika mahali pale, msiba ni mkubwa, lakini alipofika pale mtumishi wa Mungu akamwambia mama, jipe moyo, safari inaendelea. Mungu aliyekupa mtoto huyu ndiye Mungu atakayekupa mtoto mwingine. Mpigie Yesu makofi mazuri. Niliona yule mama akatulia, akamwambia muamini Yesu anayeweza, akamwambia Mungu anayeweza. Akamwambia Ayubu alipoteza watoto wote, lakini Mungu akamrudisha maradufu. Yuko Mungu awezaye kugeuza mauti kuwa neema. Yuko Yesu anayekugeuza machozi yaliyokuwa muda mrefu. Yesu anaweza kugeuza kwa furaha, maana yeye ni Baba. Yeye sio baba wa kufikia. Wale mnao wanawake wawili, nyumba ya pili siku zote haina amani. Mimi nimekulia kwenye nyumba mbili. Mama yangu alikuwa ni mke wa kwanza. Changamoto tuliziona, wamama hawakuwa na raha, wamama hawakuwa na furaha. Nikajenga nyumba pale kijijini nikitegemea wamezeeka wakae pamoja. Ni kama mama yangu, tumejenga nyumba, chumba hiki na chumba hiki na chumba hiki utakaa wewe, lakini chumba kimoja atakaa mama yangu. Akasema, sikiliza, mimi ndo niliyekuzaa, swala la kukaa na huyu wewe halikuhusu, alimradi umenijengea mimi, waendelea na safari. Ukiwenza hauishi mpaka mnakufa. Mtoto wa kufikia siku zote ni mtu wa manunguniko, lakini mtoto halali ukimwambia sina pesa anakuelewa. Na ndio maana baba yangu wa mbinguni, ninapoomba lolote anafanya. Biblia inasema ombeni lolote nanyi mtafanya pendwa, mtapewa. Mabinti zangu, leo ukikuwa kiroho, tambua baba ni nani. Yeye yule mwamini, yeye anayeweza, yeye anayetosha, yeye mwenye nguvu, yeye mwenye mamlaka, aliyekufa akafufuka, analala na sisi, anaamka na sisi. Sema amen. Jambo la pili, mshirika aliyekomako lazima awe na roho ya kutia moyo wenzake. Asante sana. Lazima awe na roho ya kutia moyo wenzake. Yaani mshirika aliyekuwa kiroho lazima uwe na roho ya kutia moyo wenzako. Waombee, watie moyo, usiwacheke wakati wa majaribu, usiwacheke wakati wa mapito. Wewe umekuwa kiroho, ombea wale wanaopita, ombea watu wenye changamoto, ombea watu ambao wanapitia mambo mengine. Yaani mshirika aliyekuwa kiroho kazi yake ni kutia moyo wenzake, kazi yake ni kuombea wenzake, kazi yake ni kusimama mbele, kazi yake. Nashukuru Mungu, naomba tulipigie makofi kanisa letu hili. Mpigie Mungu makofi. Bwana asifiwe. Washirika wanakuja nakuta hapa navyohangaika na mafundi, nasema mchungaji pole. Na washukuru hata kwenye msiba mnajitoa. Hiyo ndio kazi ya mshirika aliyekuwa kiroho, sio kubagua kwamba hii ni kabila yangu sio kabila yangu. Waefeso 4:29. Waefeso 4:29. Waefeso 4. Neno lote lovu sio kinywani mwako, bali lililo jema la kumfaa mwenye kuhitaji. Bali lililo jema la kufanyaje? La kumfaa mwenye muhitaji. La kumfaa mwenye ni jamani? Mwenye uhitaji. La kumfaa mwenye ni jamani? Mwenye kuhitaji. Rudia tena baba. Imeandikwa hivi: neno lolote lililo ovu lisitoke vinywani mwenu. Lisitoke kinywani mwenu watakatifu. Neno lote ovu la kuvunja moyo, la kukatisha tamaa. Bwana asifiwe. Neno lote ovu lisitoke kinywani mwako. Bali lililo jema la kumfaa mwenye kuhitaji. Bali lililo jema la kumfaa mwenye kuhitaji. Mwenye kuhitaji. Ili liwape neema wanaosikia. Ili wape neema wanaofanya penda. Wanaosikia. Yaani neno ovu, neno la kuvunja moyo, neno
kukatia tamaa. Mama mlioko hapa, watu wazima mliolewa, ukikutana na binti anayekata tamaa, mtie moyo, mwambie utaolewa. Mwambie hata mimi nichelewa kuolewa lakini familia nikafunga ndoa. Unakuta kijana aliyekata tamaa, hana biashara yote, mtie moyo. Mwambie wewe ni mwa Mungu, ni mwaminifu, atakuinua. Neno ovu lisitoke kinywani mwako. Msaidie mtu, mjenge mtu. Kazi ya kanisa ni kujengana sisi kwa sisi. Jamani, haleluya. Ni kubebeana mizigo, ni kusaidiana. Mengine na kela kweli, lakini jikaze, vumilia. Kwani kwa mtoto wako tumpeleka wapi? Neno ovu lisifanye wapendwa. Unamwambia mtu wewe na ushaandikiwa jehanamu wewe. Wewe. Neno ovu lisitoke kinywani mwako. Namba 3. Mshirika aliyekuwa kiroho lazima awe faraja kwa wengine. Wanapopata shida mwenzetu, lazima tuwajibike na kumfariji. Yaani mshirika aliyekuwa kiroho lazima awe faraja kwa wengine, awe faraja kwa watu wengine. Anapopata shida lazima uwajibike kumfariji. Roho Mtakatifu aliyoko ndani yako afanyike faraja. Yohana 11:19 na Matendo ya Mitume 8:2. Yohana sura ya 11 na ule mstari wa 19. Imeandikwa hivi. 19. Na watu wengi katika Wayahudi walikuwa wamekuja kwa Martha na Mariamu ili kuwafariji kwa habari ya ndugu yao, ya Lazaro. Matendo ya Mitume hapa. Yaani watu wengi walikusanyika. Masuala ya vifo hayajaanza leo, masuala ya misiba hayajaanza leo, kufa kwa watu kuanza leo, kulikuwepo toka zamani. Mungu asifiwe. Toka zamani kulikuwepo. Biblia inasema wao na Martha na Mariamu walipokuwa wamefiwa na kaka yao, walikuwepo watu wengi wakiwafariji, wakiwatia moyo, wakiwaomboleza juu yao, wakiwatengeneza juu yao. Kazi ya mshirika aliyekuwa kiroho ni kufariji watu wenye matatizo, kufariji watu wenye changamoto, kufariji watu wenye mbalimbali. Mtu anapopata changamoto, tusiangalie mambo ya nyuma, tuangalie leo amekutana na shida, tutambeba kwa kiwango kipi, tutamsaidia kwa namna ipi, bila kuangalia ukabila, bila kuangalia vikundi, bila kuangalia michango mbalimbali. Tuangalie aliyepata shida, tumbebe kama alivyo. Jamani, haleluya. Leo kuna vitu mbalimbali vipo, tuna vikundi mbalimbali. Vikundi vinatoa faraja ya mwili, lakini vikundi vya kiroho vinatoa faraja ya rohoni. Faraja ya rohoni wakati mwingine ni nzuri zaidi kuliko faraja ya nini, ya mwilini. Juzi tu mchungaji mwenzetu amekufa ghafla pale Mkundi. Alikuwa yuko ndani amesimama, presha kamshika, kadondoka chini, akapasuka kama sikosei bandama. Wanampeleka hospitalini, ameshaondoka. Na mchungaji huyo alinipigia siku ya Jumanne, nikamuuliza mwenzangu nani, akasema mimi ni mchungaji fulani, alikuwa anaitwa Akida. Nini mtumishi wa Mungu? Akasema nilikuwa nataka niusalimie tu mchungaji, siyakuona siku nyingi, maana nina muda na heka za hapa, siende kwenye vikao vya umoja. Halafu napokea taarifa siku ya kati ya Jumatano ya Hamisi, naona kwenye mkeka fulani kafa. Msiba ule, maaskofu wote walijaa pale, watu mbalimbali walijaa pale. Utapeleka faraja gani? Lazima waangalie faraja rohoni kwanza, halafu rohoni ije mwilini. Wapendwa katika Bwana, sisi kama mshirika yokuwa lazima uwe faraja kwa wengine. Mwambie mwenzako uwe faraja kwa wengine. Mwambie tena mwenzako, na watu ambao yani wao wanaishi kama wako mbinguni, hawana mpango wa kwenda kwenye msiba wengine, hawana mpango kwenda kuwatia moyo wengine, wako busy na majukumu yao, ni sawa.
lakini upo duniani. Martha na Mariamu wakaenda kuwafariji, walifiwa na kaka yao Lazaro. Yesu mwenyewe akafunga mikutano akaenda kwa Lazaro kwenda kuwatia moyo. Alipofika pale, faraja ya Yesu ikawa tofauti na faraja wengine. Aliwauliza, mmemweka wapi? Martha kwa sababu ni mwanadamu, akifariji amemaliza. Faraja ya wanadamu ina kikomo, Yesu ana kikomo. Akamwambia, mweka wapi? Wakamwambia, saa hii ananuka sasa. Yesu akasema, nipelekeni. Yesu alipofika pale akaliondoa jiwe, akamwambia Lazaro, toka nje, mfungueni sanda. Lazaro akawa mzima tena. Mpigieni Mungu makofi. Faraja ya Yesu inaponya, faraja ya Yesu inatenda maajabu, faraja ya Yesu tofauti faraja mwingine. Yesu asifiwe. Mshirika aliyekuwa kiroho lazima awe na moyo wa upendo. Lazima mshirika uwe na moyo wa upendo, na moyo wa upendo hauangalii mazingira yote. Penda kila mtu. Nilifundisha wakati nilikuwa mwenyekiti wa kwaya, ukipewa zawadi yote tukiwa kwenye safari, gawia kila mtu moja. Binti mmoja akapewa kitumbua hiki, tuko waimbaji 30. Nikaambia kigawiwa kwa kila mmoja mmoja mpaka kimfikie mtu wa mwisho. Pigie Mungu makofi. Kuna ile ambayo mabinti mnapakaga mdomo, si inaitwa nini, si lipstick. Niwahi kutoa Kiloja, tumeenda kutoa huduma mahali fulani Makambako. Mabinti 6 wakaenda uani wakajipaka, alafu mabinti 18 wakawa hawana. Alafu nikawaita mabinti wengine, nikamwambia turudi tuondoane hapa kwenye mti. Nikamwambia kama ni kitu kizuri naomba wote mjipake. Amen. Nani anayo? Huyu hapa. Na aliyokuwa nayo ni mchoyo, ana watu wake special. Namba toa. Anza utampaka kila mmoja mmoja hapa. Kwanza kupaka na bibi mmoja alikuwa mtu mzima yeye sasa. Ikamba huyu bibi mwacheni huyu. Ataweka mdomoni ataanza kula kama bigijia, achana nayo. Kaya karibu stika afanya penda. Kakaisha fya. Jumatano hiyo. Kesho Alhamisi lipostiki hamna. Kesho Jumatano lipostiki, Ijumaa lipostiki hamna. Nikamsikia dada ananungunika, mimi niko chumba cha pili. Unajua mengine bwana, mtu anapanga mambo yake, halafu anakuja huko anaharibu mambo yake. Mambo mengine sielewi kabisa mimi. Wakama mwenzako aliyekulazimisha yuko chumba cha pili. Halafu nikaenda sokoni nikanunua ndizi. Ambao dada wangu wazuri, kila mtu achukue ndizi anaweza akapaka mdomoni. Kila mtu akala, na yule aliyekuwa amekala ngamba dada kula. Iliyofuata nikaenda kununua mapela. Nikama naomba tule. Yule dada siku ya Jumamosi akana mwinjilisti Fumbo, naomba niombee mimi na asili ya uchoyo. Tukaomba akafunguliwa mpaka leo. Mpigie Mungu makofi. Moyo wa Sina. Hebu simameni wana praise. Simameni. Ukweli kuna wengine hamjawahi kuvaa hivyo, mmefundisha na wengine. Na ndo kazi ya Kristo. Amen. Naomba tuwapigie makofi. Yaani wengine toka mzaliwe, sijasema toka mzaliwe ndio leo umepiga si inaitwa nini? Si nikakosea nini? Oshadada kichwani. Naomba tuwapigie makofi mengine. Amen. Na hao wote kasoro mmoja, wengine wote hawajaolewa hapa. Sasa nakuwa binti mchafu taolewa na nani? Ninaamini hapa leo neema inaweza kushuka. Amen. Tukimwacha mke wa Noa, ndio maana mke wa Noa ameweka kifimbo kikubwa na miwani kutofautisha na wengine. Namba dukae. Amen. Yaani moyo
upendo. Unatamani kanisani kila mtu afanikiwe, unatamani kanisani kila mtu ainuliwe, unatamani kanisani kila mtu awe tajiri. Mpigie Yesu makofi mazuri. Unatamani kanisani kila mtu aendeshe ni pikipiki. Moyo wa upendo, moyo wa ukarimu, moyo wa furaha, huyo ni tabia ya mshirika aliyekuwa. Kuna watu wanatamani wengine wafilisike, kuna watu wanatamani watu wasifanikiwe. Kwa mamlaka ya jina la Yesu aliyonipa, nataka kila mmoja aliyoko hapa, kama vile anavyofanikiwa mambo ya mwilini, ya rohoni, afanikiwe na mambo ya mwilini. Sababu yani kila mtu kwa kadri. Ukiona mwenzako amevaa kana mbili, usimulize nenda kanunue viatu, mpe. Jamaa siwe kaa vizuri, unaenda kumzodoa kwa nini amevaa kana mbili, ndio maisha yake. Ukiona mtu suruali imembana, maana yake amerefuka, amekuwa na kanisa mafiga, ina tabia kutengeneza watu kuwa na afya, nenda kamnunulie suruali nyingine. Mchukue, mwambie kijana mwenzangu, rafiki, twende dukani, mwambie chagua suruali nzuri ambayo haikubani. Maana kuta wakati mwingine anatembea kama mtu analiwa anafunza, imebana kote kote hivi. Sasa atafanya nini? Jamani, wapo wasema sio sharubalo. Jamani, mafiga Mungu ananilipesha. Sasa alikunya kasura kaka akiwa mwaka wa kwanza wa chuo, sasa kamebana anatembea hivi. Hawezi kwenda haraka haraka, amebana. Wewe mchukue taratibu, nenda kwa duka la Kennedy, mzee mpe nini zina kadeti moja avae, akiipia kaivaa hakarudi kale, alafu mwambie akamgawe Samsoni mdogo wako ile. Amen. Jamani, haleluya. Unamwona binti amevaa kimini mpaka huko. Jamani, tunakuwa kila siku amekuwa amerefukana ila kununua nguo nyingine. Mama usimseme, mpeleke dukani. Kwa duka la Kennedy, mwambie bwana duka, mwingine anauza nguo nani hapa? Anauza nguo nani hapa? Asante, simama kijana wangu. Kijana wangu pale, mpeleke mpaka pale binti. Mama mtu mzimu namchukua na mpeleka. Mama Oscar, mwambie binti yangu twende, mnaingia kwa bodaboda bajaji, mnafika pale. Mwambie mpime nguo inayofika mpaka huko. Anapima nguo na mazambaka kasketi mwanangu aka kampelekea Jovita. Yeye Jovita bado ni mdogo. Jamaa siaka sasa. Unasikia huyu binti naye mitakotaka na kawazi. Sina huo ni ushamba na ujinga. Msaidie mwenzio aweze kuendelea. Akijisikia ataumia. Jamani, amina. Sema amina. Sema amina. Wangapi wanaamini kama tunakuwa? Hebu tunyeshe. Kuna wengine hapa walioa afya zao mbovu, sasa hivi wamenenepa. Sasa mwili umemwahi kabla nini? Jamani, kabla nini jamani? Maana anasema akili. Akili wapi jamani? Hapa nini? Hapa wapi? Sasa zimewahi hapa, hapa bado. Jamani, hapa. Yapo. Jamani, nasema hapa. Hapa zimefanya upendo. Ndio maana yuko chuo kikuu SUA. Hapa ndio maana yuko Alia Temple anaimba praise and worship. Anaimba kwa vijana. Lakini hapa mkopo haujafika. Tunafanyaje sasa? Tunafanyaje watakatifu? Onesimo tunafanyaje? Tunamsaidia. Unamuita mkeo, ama mke wangu yule binti kwa kana hiyo vaa, halibariki. Chukua 50,000, nenda kule Sabasaba, mnunulie nguo 20, 30. Amen. Anaenda kula nunua. Sasa ukimnunulia, ukaona Jumapili amekuja na kimini, huyo wa samaki sasa. Si unababani maneno, wewe ndio utakaye kwenda jehanamu. Maana ukimsema akarudi nyuma kiroho, wewe ukifika kwa Mungu, mimi simo, utajibu wewe. Amen. Ulichangia kumfukuza. Anasema nilipokuwa uchi walifanya upendo. Wainivisha, nilipokuwa na njaa walifanya upendo. Ni neno sio neno. Unafikiri kia nani? Si jamii nayo kuzunguka. Lutu rafiki yangu, hebu simama. Jamaa Lutu alikuwa hivi sasa anachomekea na mkana vizuri lecture. Hela zimeenda wapi? Zimetoka hapa zikaja hapa zikashuka mpaka hapa.
Yohana 13 mstari wa 34. Usisome. Mshirika aliyekuwa lazima awe na tabia ya kumwomba Mungu na kuombea wenzake. Waebrania 10:24. Mshirika aliyekomaa kiroho lazima ana tabia ya kumwomba Mungu na kuombea wenzake. Wangapi asubuhi leo usiku wameombea kanisa? Nyosha mkono. Waliombea ibada ya asubuhi nyosha mkono. Maona wako wachache. Ibada ya asubuhi lazima anduke saa 9 ombea ibada. Mwambie mwenzako uwe na tabia ya kuombea ibada. Yaani hapo nipo mimi asubuhi mpaka nakaamka nimetaja vitongoji vyote vya Morogoro mjini. Kila Jumapili, kila Jumamosi nataja. Saa 8. Vitongoji vyote. Yaani nikitoka hapa na pap Mafiga, Manzese, wapi sokoni hapo Kingalu, Chamwino, Sua, Magorofani, Viwandani, Kihonda, tuelewane, Mindo, Lukobe, Mkundi. Yani kila juma ngapi, hata kimuuliza mke wangu anaelewa. Wakati mimi anaamka anasikia niko nataja kila kitongoji, anaungana na mimi. Baada ya kutoka kumsikiliza mhubiri wetu na kusikiliza chakula ambacho yeye alitulisha mahali hapa kwa siku ya leo, moja kwa moja tuende tukapate kuwasikiliza washirika wa mahali hapa kwamba ni nini ambacho wao wamejifunza au ni nini ambacho wamekipata kutoka kwa mhubiri wetu siku ya leo. Mtumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana asifiwe. Amina. Kwanza nikupe hongera kwa kumaliza maombi ya siku 40 mpaka kufika hii leo. Sio kazi rahisi. Kwa kweli sio kazi rahisi, namshukuru Mungu kwa neema yake. Amina, amina. Sawa. Swali langu kwa upande wa leo kwako wewe, ningependa upate kumuelewesha au kumjuza mtazamaji anayepata kutazama na kukusikia kwa kifupi zaidi kwamba wewe umeelewa nini kutokana na somo letu la siku ya leo, na usema ya kwamba mtumishi wa Mungu aliyekuwa kiroho anajua thamani yake au nafasi yake kwa Mungu. Ya hakika ni somo zuri, ni somo ambalo linalenga maisha yetu kama Wakristo, kwa sababu mtumishi wa Bwana amefundisha jinsi ambavyo Mkristo aliyekuwa anapaswa kuwa. Kwanza kuombeana sisi kwa sisi, kubebeana mizigo, kufaana, kusaidiana. Na amevuka mbali zaidi, kagusia mifano kabisa ya uhalisia wa kimaisha kwamba mwenzako katika hali fulani ambayo sio nzuri, sio wakati mwingine sio kumsema, sio kutweza utu wake, sio kuona kwamba hafai, badala yake ni kumsaidia kwa maombi, kifedha, kimawazo, kifikra, kufaana kiujumla, kukaa karibu kama ndugu katika Kristo. Amina. Asante na Mungu akubariki. Asante sana, barikiwe sana mtumishi wa Bwana. Madam, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Hongera, umependeza. Asante. Hongera pia kwa kumaliza maombi yako ya siku 40. Asante sana. Mimi pamoja na mpenzi mtazamaji anayetutazama wakati huu angetamani kujua kwa kifupi zaidi kila ambacho wewe umejifunza au ambacho umeelewa kutoka kwa mhubiri wetu katika siku ya leo. Nilichojifunza leo, somo lilikuwa linahusu mshiriki aliyekuwa kiroho ni lazima aendane na matendo yake. Nikimaanisha kwamba wewe ni mtu wa Mungu, unatakiwa uendane na mambo ambayo unayoyafanya, yani usiendane na mambo ya kidunia. Sasa wewe ni mtumishi wa Mungu, huwezi kuwa unafanya matendo ya ajabu. Unatakiwa ufanye matendo ya leo mema ambayo yanaendana na maandiko, kama vile kufariji watu, kuombea watu, kusaidia wengine, kufanya matendo ya huruma, vitu kama hivi. Kwa hiyo mshiriki yoyote aliyekuwa kiroho lazima aendane na matendo ambayo Bwana yeye anayataka kupitia yeye. Amina. Asante na Mungu akubariki. Amina. Na hayo ndiyo yaliyojili mahali hapa katika siku ya leo, katika Jumapili ya leo. Asante sana kwa wewe ulikuwa nasi kuanzia mwanzo mpaka hapa tunapofika hitimisho. Nikwambie ya kwamba asante sana kuwa nasi na Mungu akubariki. Pia usisahau kusubscribe, usisahau kushare, na pia tunahitaji komenti yako kwamba ni nini tuongeze na nini tupunguze. Mungu akubariki sana. Tunakuombea na tunakutakia mambo mengi mema katika mwaka huu wa 2026. Mimi nilisimama mahali hapa na kukuletea ripoti hii ya siku ya leo kutoka hapa katika kanisa lako pendwa la FPC Mafiga lililopo Morogoro mjini chini ya mchungaji kiongozi Julius Fumbo. Na kwa niaba ya wote waliopo katika crew nzima ya kuandaa ripoti hii, mimi ni hosti wako Amanda Sungula. Asante na kwa heri, tuonane tena katika wakati mwingine na katika siku kama ya leo. Bye bye.